Masjala ndogo ya Dar es Salaam hii leo imeendelea kumsikiliza shahidi wa tatu, Inspekta Samuel Elibariki Kaaya. Polisi kitengo cha picha kamisheni ya uchunguzi sayansi jinai mwenye umri wa miaka 39. Mwanahabari wetu Frankie Kashonde anayo taarifa kamili. Shahidi huyo alianza kutoa ushahidi wake jana Oktoba 16 mwaka 2025 katika kesi hiyo ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wakati kesi hiyo inaendelea, mjadala mzito umeibuka baada ya shahidi wa tatu katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti huyo kuomba mahakama impatie kompyuta ili aweze kuhakiki vielelezo vilivyoletwa mahakamani hapo kama ni vile alivyofanyia uchunguzi. Baada ya shahidi huyo Inspekta Samuel Elibariki Kaaya kuomba mahakama kumpa kompyuta, mshtakiwa alipinga swala hilo na kutaka asitumie kompyuta ya mahakama bali atumie kompyuta yake ambayo alifanya uchunguzi tangu awali. Upande wa jamhuri nao uliungana na mshtakiwa kwa kutaka mahakama iridhie atumie kompyuta za mahakama, swala ambalo liliendelea kupingwa vikali na Tundu Lissu. Baada ya mvutano huo, Jaji Ndunguru anayesikiliza kesi hiyo ameieleza mahakama kwamba lazima kuwe na kifaa halisi kwa ajili ya matumizi yake. Hivyo ameahirisha kwa muda wa saa 1.5 kesi hiyo kwa ajili ya shahidi kuja na kompyuta yake kujiridhisha. Frankie Kashonde, EATV. Naam. Kila ifikapo, tukiendelea na EATV saa moja, kila ifikapo mwezi Oktoba ni mwezi wa uelewa kuhusu saratani ya matiti. Muda wa kuelimisha, kuchunguza mapema na kuunga mkono walioguswa na ugonjwa huu. Lakini wananchi wana uelewa wowote kuhusu saratani ya matiti? Huyo hapa mwanahabari wetu Egbert Alfred Jr. akiwa na swali hilo kwa wananchi. Katika kona